Swali langu linauliza kwa mtu ambaye anasafiri, kwamba huyu ameruhusiwa kwamba atakula. Sasa wakati amesafiri, punde anarudi safari, wakati anarudi hajafunga vile vile, akafika nyumbani kwake mchana kama saizi saa 7 hii, akamkuta mke wake naye hajafunga, naye alikuwa kwenye hedhi, lakini kamaliza hedhi. Kwa hiyo huyu katoka safari, ana udhuru wa safari, na huyu ana udhuru wa hedhi, lakini kamaliza hedhi. Je, mchana huu wa Ramadhani wanaweza wakafanya tendo la ndoa? Lakini mtu akiwa anasafiri anapewa ruhusa ya kufungua aweze kula, lakini akitaka kufunga kama hizo kutuambia antasumu khairu lakum, ni khairi kwa nyinyi. Sasa akatoka safari pia akarudi nyumbani, na mke pia au mwanamke akiwa katika siku zake, yeye sio kwamba kuna uwezekano, basi kwake ni haramu kabisa kufunga, haifai kufunga. Sasa anauliza kwamba je, kwa hali kama hii inawezekana kufanya tendo la ndoa? Ndivyo hiyo swali. Sasa kwanza hapo kuna mkanganyiko kidogo wa hukumu, kwa maana kwa mwanamke akiwa katika hali za hedhi atakiwi kuingiliwa. Maana naona umesema tendo la ndoa, ingekuwa umesema kustarehe labda ningefahamu kwa maana nyingine. Kwa kufanya tendo la ndoa ni haramu. Wayasalunaka anil mahid, wanakuuliza ya Muhammad kuhusiana na wale waliokuwa ndani ya hedhi, vipi kuwaingilia? Mwenyezi Mungu akatwambia kwamba fa'tazilu min mahid hatta yatuhurun. Kwa sababu nini? Ni adha, ule ni uchafu na ni madhara kumuingilia mwanamke wakati katika hedhi. Kuna madhara mengi yanapatikana, na hilo ndio maana sheria ikaliharamisha. Kwa hiyo kwamba hapo unakuta na vitu viwili vinakuzuia. Kwanza, hali yako ya saumu, umetoka safari kweli msafiri, upoingia nyumbani tu una hukumu ya nyumbani. Kwa kama una hukumu ya nyumbani, umeambiwa yajibu imsak. Sababu tena wewe umekosa ile nia, umekosa nia na umeingia nyumbani mchana, kwa sababu ulikuwa ni msafiri, ukawa unakula, umekunywa chai huko ulipotoka. Kwa hiyo ukija pale unakuwa na hukumu ya kufunga. Kama hukumu ya kufunga, maana unafanya imsak, maana yake utakiwi kula mpaka jioni iingie. Na hali ya pili na kuzuia pia usiingilie na mkeo yuko katika hedhi. Kwa hiyo yote haya mawili hayakupi wewe accessibility ya kwamba ufanye hayo uliyokusudia kufanya. Kwa hiyo itakuwa hairuhusiki kula wala hairuhusiki kuingilia kwa udhuru kwamba wewe ni msafiri, kwa sababu usharudi katika mji wako na mkeo yuko katika dharura kama hiyo. Allahu Ta'ala a'lam. Ama ingekuwa kustarehe tu na mke kwa jambo lingine na sio mchana Ramadhani, basi ingewezekana. Alayhi msak, kama umerudi umekuta ametoharika, sawa. Kwenye kutoharika inaruhusiwa kumuingilia mke, hiyo maarufu. Na iko kauli nyingine hata bila kukoga, hata bila kukoga, kwa sababu ni tataharu, wala wamefishana ya tuhurni na tataharu zinapishana kimaana katika lugha. Maana yake mwanamke akikatika damu yake anatakiwa akakoge josho la faradhi, kwa sababu imetoka katika. Sasa maulama wamekhtalifiana pia, ima kabla kukoga au baada ya kukoga. Wengine wanasema hata kabla kukoga anaweza kuingilia na mumewe, lakini aula akafanyaje, akakoge ile ingine na mumewe. Hiyo itakuwa na shaka, lakini wewe utakuzingatia hali ya saum na funga, utakiwi kumuingilia mkeo, unatakiwa ufanyaje, ujizuilie, ufanye kitu imsaki. Maana ni yajibu mtu ambaye ametokewa na sababu kwamba saumu yake haitosihi, basi ajizuilie. Sio kama itaswihi maana yake ndio lete mkeka tutandike tule, hapana. Yatakiwa ujizuilie, yajibu imsak lil ma'dhurin. Allahu Ta'ala a'lam.